Mtaala mpya wa kidato cha kwanza. Mfumo muda mrefu ambao watu wanaanza kujifunza kupitia ile kitu anachokipenda. Ile kufuata mkumbo. Mimi nimeona rafiki yangu kachagua science na kutoka nayo science. Wanafunzi wanaweza kukuta anatoboa kote, anafaulu kote. Baada ya mtaala wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kubadilishwa, kumekuwa na gumzo baina ya wanafunzi wenyewe peke yao wakisema ni kwa ajili gani sisi ambao tulikuwa kidato cha kwanza kuanzia mwaka uliopita, yani 2024 kurudi nyuma, tulikuwa na mzigo wenyewe, lakini hawa sasa hivi wanapunguziwa. Leo hii kwenye Dhamira tunaenda kuchanganua mada hiyo isemayo, je, ni sahihi wanafunzi wa kidato cha kwanza kuanza kufundishwa masomo ya combination wakiwa kidato cha kwanza, yani wakiwa bado hawajafikia ile darasa la kwanza kuchagua masomo. Uko nami Abdulrahman Kondo pamoja na mgeni wetu Abdulwahid Zuru, tuenda kuchanganua mada hiyo. Karibu. Kama nilivyokuambia hapo awali, leo niko na wanafunzi kutoka shule ya Fountain Dodoma Secondary School ambaye ni Abdulwahid Zuru, na tutaenda kuchanganua mada ya kuhusu mtaala mpya wa kidato cha kwanza, yani form 1. Abdulwahid Zuru, mchana Nzuri. Kama mada yetu inavyosema, ni inaangazia haswa kwenye upande wa mtaala mpya wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kuhusu mzigo waliopunguziwa. Kwa sababu wanafunzi wa kidato cha kwanza kuanzia mwaka jana walikuwa na mzigo wenyewe, lakini hao mwaka huu wamepunguziwa kidogo. Je, kwenye hilo wewe unaona ni sahihi? Kwa upande wangu ni sahihi, kwa sababu hata wenzetu so Tanzania tu, yani wenzetu nao walikuwa na mfumo muda mrefu ambao watu wanaanza kujifunza kupitia ile kitu anachokipenda. So ile mwanafunzi anasomesha science, kemia, si nini, wakati nia yake aje kwa mtu fulani. Labda mwanafanya biashara. Kwa hiyo yale masomo kama mengine ya kiscience yanamshusha chini yule mtoto, kwa kunampelekea ashindwe kupata njia nzuri, njia rahisi ya kuweza kumpelekea yeye apate mwongozo mzuri kwenye masomo yake na malengo yake kubwa alilomleta shule. Hata kama sisi wengine ambao mwaka jana, mwaka juzi ule muhula ulikuwa unatunyonya, kwa sababu unakuta tunasoma masomo ambayo wengine hatuyatarajii. Mwanafunzi anaweza kaja shule kwa nia ya kusoma business, lakini anakuja shule anapewa science, anapewa physics, kwa unakuta inamchanganya, inampelekea kwenye kufeli baadhi ya masomo, walimu kumchukulia kama hajui, au wazazi kwa laumu watoto hawajui. Ila lengo la mwanafunzi ilikuwa kufaulu kwenye kombi fulani. Sasa hawa ni bado watoto niseme. Kadri tunavyozidi kwenda kwenye miaka mbele, unaweza kumuuliza mwanafunzi uko darasa ngapi, kumbe mwenzako yupo form 4. Wewe unamwona mdogo kimwili lakini mkubwa kiakili kidogo. Sasa hawa ni kidato cha kwanza, lakini wengi wao bado wana akili za kitoto. Sasa kwenye kuchagua pale, labda walimu wanakuwa labda hawajawaelezea vizuri. Unakuta kuna ile kufuata mkumbo. Mimi nimeona rafiki yangu kachagua science na kutoka nayo science, kwa sababu hata mwenyewe naona form 3 wanachagua science, wanavaa lab coat. Waenda nani laboratory ngwa na mimi siku nje. Sasa akifika form 3 pale ndio anaanza kuona sasa, anaanza yani kuona faida na hasara ya kile ambacho amekichagua. Kwa hilo la wanafunzi kufuata mkumbo, wewe unaliongeleaje? Kwa kufuata mkumbo, wanafunzi ndio tunafuata mkumbo. Tunaona rafiki yetu ameelekea upande fulani na sisi tunajaribu kwenda kwenye upande huo. Lakini walimu wanaangalia mwanafunzi huyu ana uwezo kwenye upande gani. Ndio maana walimu wetu wanajaribu kutuweka chini, wanatupa maelekezo, wanatuambia hili somo kama unapenda business fanya hivi, fanya hivi. Kama unapenda science fanya hivi, fanya hivi. Hawaendi kichwa kwamba wanafunzi tu wanapelekwa kila anachokitaka ndio hicho anachokitaka. Wanaangalia, je, darasani ana perform kwa nini? Unakuta kwenye bookkeeping, kwenye commerce anapasua, anapata 100, anapata 90, lakini ukija upande wa science anafeli, anapata 15. Kwa mwalimu anaangalia lile gap analifeel vipi. Anamwambia, anamshauri ingia business. Anakuwa anamkazania. Ndio shule yetu muhula wake umeamua kufua hivyo. Kama serikali ilivyosema, na sisi tunaichukua. Walimu wanaifanyia kazi na wanafunzi nao wanafuata vile walimu wamesema. Hapo umesema kuna sehemu wanafunzi labda anakuwa anaua 100 kwenye upande wa kombi fulani, lakini kwenye upande wa kombi nyingine anakuwa kidogo yuko chini, si ndio? Sasa kwa mfano, ikatokea mwanafunzi kwenye kombi ya science anaua 100, business anaua 100, labda kwenye masomo mengine, yani masomo yote anafaulu, ana ufaulu wa juu. Hapo mwalimu anaanza kutumia njia gani ili kumshawishi huyo mwanafunzi aende kwenye kombi ambayo anaitaka?
Kwanza anatumia mapenzi ya mtu. Mwanafunzi unaweza kukuta anatoboa kote, anafaulu kote, ila kuna lazima darasani ni hivyo ipo kama kuna somo fulani mtoto analipenda sana. Yaani sio kwamba yote anaweza kutokea na anafaulu, lakini kuna moja lile akipewa anakuwa anafanya vizuri zaidi kuliko yote. Unakuta mtoto huyo akikaa hisi anachangamua vizuri, lakini yote anafaulu. Lakini unaweza kukuta muda wote unakuta anapitia history na kukuta hivyo anapitia. Kwa njia hiyo walimu wanafikiria, wanamwangalia wanafunzi huyo kitu gani sasa anakipenda. Kuna wale ambao low learners na wale fast na wale middle. Kwa wale fast mwalimu anaangalia huyu kipi kinachomfaa. Kipi na malengo yake anaweza kumpeleka wapi, atakafika wapi, mwalimu anachoangalia. Hamchagulii tu hivi kwa ajili ya kuona huyu kichwa chake kwa hivi. Kwanza anaangalia mtoto anachopenda, anafuata kujua kombi gani inaweza kufiti kwa mtoto. Mpaka hapo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Dhamira. Nilikuendeshea mjadala huu ni mimi Abdulrahman Kondo pamoja na mgeni wetu kutoka shule ya sekondari Fountain Gate Dodoma, Abdullah Zulu. Nikuage, kwaheri.